Kwenye mkutano huo unatarajiwa kuandaliwa tarehe 29 mwezi ujao, wenye hisa wataomba kuidhinisha kubadilishwa kwa madeni yaliyosalia kwa hisa ili kuipatia kampuni hiyo msimamo thabiti wa kifedha. Madeni yaliyosalia ni kama vile mikopo kampuni hiyo iliyopokea kutoka kwa wenye hisa ambao malipo yake bado hayajakamilishwa, madeni kwa wauzaji yaliyosalia kampuni hiyo ilipoanguka, na deni la milioni 675 la kampuni hiyo iliyopatikana kutoka kwa serikali ili kurejelea mauzo. Wakurugenzi wa uchumi wanataka deni la serikali libadilishwe na kuwa hisa na pia kuongezwa kwa kipindi cha malipo ya mkopo huo uongezwe. Kulingana na taarifa kutoka kwa bodi ya kampuni hiyo, iwapo wenye hisa wataidhinisha mipango hii, basi hali ya urasimu itaondolewa tarehe 1 mwezi Februari na mpango wa hisa za uchumi kurejeshwa katika soko la hisa itang'oa nanga. Kampuni hiyo ilipata faida ya milioni 420 katika mwaka wa kifedha uliokamilika mwezi Juni mwaka huu, ikilinganisha na milioni 95 zilizopata mwaka uliopita.